Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Naam, ni kusalimu mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, ni kusalimu mtazamaji wa Wekeza Tanzania. Karibu tuwekeze, karibu tufahamu fursa za uwekezaji, lakini pia karibu tufahamu maendeleo mbalimbali ya uwekezaji na biashara yanayoendelea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa TBC1, mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hii leo karibu mjini Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo Wekeza Tanzania hii leo tunakuja kuangazia makubaliano ya kiuwekezaji na biashara kati ya Tanzania na DRC, kubwa zaidi hasa katika maeneo ya ujenzi wa bandari kavu, lakini pia katika kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Kuletea Wekeza Tanzania hii leo kutoka Lubumbashi, mimi ni Vumilia Mwasha, nikiwa naongozwa vilivyo kama ilivyo ada na mwongozaji wakati wote wa Wekeza Tanzania ni Ligwa Mugitu. Lakini mtazamaji, usisahau nikiwa napewa jeuri vilivyo na benki yako ya kizalendo. Hapa tunazungumzia Azania Bank, ambayo iko kwa ajili ya wewe kufahamu fursa, lakini ipo kwa ajili ya wewe kukuwezesha mfanya biashara ambao unafanya biashara kati ya Tanzania na DRC uweze kupata mtaji na uweze kuwekeza. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, hapa nilipo nyuma yangu ni jengo la jimbo la Haut-Katanga, ambapo ndiko kuliko mji wa Lubumbashi, lakini pia ndiko kuliko katika jimbo hili maeneo ambayo Tanzania itapewa kwa ajili ya kujenga bandari kavu kupitia mamlaka ya bandari nchini Tanzania TPA, na kubwa ni kurahisisha usafirishaji wa mizigo kati ya Tanzania na DRC, hasa katika matumizi ya bandari ya Dar es Salaam. Na hapa nipo na mtendaji wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahiarara, ambao wao ndio wenye dhamana katika kutekeleza mipango mbalimbali ambayo inawekwa na kuhakikisha kwamba masuala ya biashara na uchumi wa nchi unakuwa na mambo kama hayo, na sekta ya uchukuzi ni miongoni mwa sekta muhimu katika hilo. Profesa, tuko Lubumbashi, MOU mliingia tangu 2022. Tungependa kufahamu makubaliano hayo ya kuendeleza biashara kati ya DRC pamoja na Tanzania tunaendelea vipi? Asante. Kwanza nashukuru kwa kupata fursa hii kueleza kidogo kuhusu tulipofikia. Ni kwamba ni kweli kabisa tangu mwaka 2022 tumekuwa na makubaliano ya kusaidiana na wenzetu wa DRC katika kuwa na miradi ya pamoja ya kuimarisha muunganiko kati ya bandari ya Dar es Salaam na nchi ya DRC. Kwa hivi sasa bandari ya Dar es Salaam inahudumia nchi 6 na Tanzania ikiwa ni ya 7. Lakini katika hizo zote Tanzania na DRC ndizo ambazo hasa watumiaji wakubwa wa hiyo bandari. Tukichukua mizigo inayokwenda nje ya nchi kutoka Tanzania, wenzetu DRC wana zaidi ya 50%. Kwa hiyo DRC ni soko kubwa, ni soko muhimu kwa maendeleo ya bandari ya Dar es Salaam. Sasa yale makubaliano yaliyofanyika mwaka 2022 ilikuwa ni kuwa na miradi ya pamoja, miradi ya miundombinu kwa maana ya reli, kwa maana ya bandari, kwa maana ya meli ambazo zitawezesha kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka DRC na kutoka DRC mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa kifupi, eneo ambalo tunaona lina mafanikio makubwa na kwetu sisi ni fursa kubwa sana. Wenzetu DRC wanakwenda kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari ya Kalemi. Bandari ya Kalemi ipo katika ziwa Tanganyika na ambalo imetizama na bandari ya kwetu ya Kigoma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo makubwa ambayo yanatokana na makubaliano hayo. Wanajenga bandari mpya kabisa ya kisasa ya kuhudumia mizigo ya kutosha kupeleka katika bandari yetu. Kwa hiyo sisi kama nchi na sisi tuna fursa kubwa. Tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uwekezaji mkubwa katika sekta hii. Kuna miradi mahususi ya serikali katika kutengeneza meli na katika kuboresha bandari za maziwa makuu ikiwemo bandari ya Kigoma. Lakini sasa fursa hii tuliyoiona katika makubaliano haya
inahamia na upande wa Kigoma, kwamba tuna wawekezaji, makampuni makubwa ambayo yanachimba madini DRC, yanaona umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kusafirisha madini. Kwa hiyo kati ya mafanikio makubwa tunayaona kwamba ndani ya muda mfupi bandari ya Kigoma na yenyewe itaguswa. Wawekezaji hawa wa kimataifa wakubwa wenye uwezo mkubwa wanafanya mazungumzo na TPA, yanakwenda vizuri sana. Karibu tutaona mabadiliko makubwa katika hiyo upande wa Tanzania. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunakiona ni fursa kubwa katika kuboresha reli. Tunafahamu serikali ya awamu ya 6 tayari imeshapata fedha kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa kuanzia Tabora mpaka Kigoma, Uvinza mpaka Musongati DRC, na kwa maana ya Burundi, lakini DRC wataunga pale mpaka eneo la Kindu. Lakini kuna mradi mwingine wa kuboresha reli yetu ya zamani tunaita MGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Tabora mpaka Mwanza mpaka Kigoma. Kwa hiyo zote hizi tunaona ni fursa kubwa katika ile miradi tuliyokuwa tumekubaliana. Lakini vile vile kulikuwa na makubaliano kwenye barabara. Wenzetu wamepata wawekezaji hawa wa madini, wanajenga barabara kilomita 450 kutoka eneo linaloitwa Manono, ambapo kutakuwa na mgodi mkubwa kuliko yote duniani kwa ajili ya uchimbaji wa lithium kuelekea katika bandari yetu ya Kigoma na hatimaye bandari ya Dar es Salaam. Profesa, katika makubaliano kikubwa ni kuimarisha miundombinu ili kurahisisha usafirishaji, na pia miongoni mwa mikakati mliokuwa nayo ni kwamba pande zote mbili, DRC pamoja na Tanzania, wamilikishwe ardhi kwa ajili ya bandari kavu. Hiyo inaendelea vipi? Kwa kweli hiyo inakwenda vizuri sana. Kama tulivyoona leo tumezungumza vizuri kubadilishana nyaraka zile kwa maana ya hati, na wiki ijayo hati zote zitakuwa zimekamilika kwa upande wa DRC na kwa upande wa Tanzania. Na kwa upande wa Tanzania pale Kwala, kama tulivyosema, zaidi ya nusu ya mizigo yote ambayo inatoka nje hii transit inakuja DRC. Kwa hiyo tulichokubaliana katika kikao cha mwezi uliopita cha kamati ya maboresho ya bandari ni kwamba mizigo yote ya DRC sasa hiwe inapitia Kwala. Kwa hiyo watakuwa wana kusubiri lori likija pale linaweka container linaenda huko lilikotoka, na mizigo itakapoingia inavutwa na treni kutoka bandarini kuelekea Kwala. Na kwa nini tumefanya hivyo? Ukiangalia hivi sasa kufuatia maboresho ya bandari ya Dar es Salaam, mizigo imeongezeka sana, zaidi ya mara 2. Dar es Salaam ilikuwa inapitisha tani milioni 14 miaka 3 tu iliyopita, lakini sasa hivi inafikisha mpaka tani milioni 28. Kwa hiyo kuna msongamano mkubwa pale wa meli, kuna msongamano wa container kwa maana ya makasha. Tuna imani kabisa kwamba bandari hii ya Kwala itatusaidia katika kusogeza hiyo mizigo. Lakini tumeona kizuri wenzetu DRC katika eneo lao pale Kwala wameshamaliza feasibility study. Kwa hiyo watakuwa na wenyewe wanaitumia kama backup ya kusukuma mizigo kutoka katika bandari yetu kuelekea nyumbani kwao, kutoka nyumbani kwao kuelekea katika soko la dunia. Wao wamewapa maeneo 3 kwa ajili ya kujenga bandari kavu kwa upande wa huku DRC. Tayari sisi upembuzi yakinifu tuko kwenye hatua gani wakati mnasubiri hati? Sisi upembuzi yakinifu ulishafanywa. Kama nilivyosema, kwa mfano kuna kipande hicho cha unaita Kasumbalesa. Ukiangalia pale tunaunganisha ndio njia kuelekea Zambia. Kwa hiyo kama TAZARA ambayo tuna uhakika nayo mwezi huu au mwezi ujao utakamilisha mazungumzo ya kuboresha bandari maana ya reli ya TAZARA. Ukitoka Dar es Salaam utafika Kapilimposhi kilomita 140 unafika mpakani na DRC mpakani kilomita 225 unafika hapa Lubumbashi. Itakuwa imefungua sana uchumi wa Tanzania na uchumi wa DRC, lakini kikubwa zaidi tumeshafanya feasibility, tunaangalia hasa soko la usafirishaji wa madini. Na kwa sasa hivi tu kwa taarifa yako, Dar es Salaam ndio kinara wa kusafirisha madini katika hii region. Na hii imeanza tu katika hii kipindi cha miaka 3 ya nguvu ambayo ilikuwepo ya ushirikiano, na tumeona hata hii diplomasia ya kiuchumi ambayo Mheshimiwa Rais amesaidia sana kuwapa imani wenzetu wa DRC. Kwa hiyo mizigo mingi inayotoka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki hasa ya madini ambayo inaelekea nchi za Asia na China inapitia katika bandari ya Dar es Salaam. Profesa, wewe ni mchumi
wakati mwingine huwa napenda sana kupata maoni yako ya kiuchumi. Hali ya sasa hivi ya biashara kati ya DRC na Tanzania tunaendelea vipi? Kulikuwa na vikero Tunduma pale na maeneo mengine kama hivyo, tunaendelea vipi kwa sasa hivi? Kwa kweli tunaendelea vizuri sana. Nikiangalia takwimu kwa mfano, ukiangalia miaka 3-4 iliyopita, mizigo ilikuwa inapita bandari ya Dar es Salaam kuja DRC, ilikuwa ni tani 1,800,000 karibu kidogo na 200,000. Lakini kwa mwaka huu, kwa mwezi mmoja tu, mwezi wa pili, mizigo iliyopita pale ni tani 500,000 na 60,000, na haijawahi kutokea na bado inapanda. Na tunaona kabisa mizigo ya kila namna, ya madini, ya bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa hicho ni kiashiria kwamba biashara imekuwa sana kati ya Tanzania na DRC, na DRC kuitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna imani hata katika miradi hii ya miundombinu itaongeza sana mwingiliano wa kibiashara na ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na DRC. Profesa, swali langu la mwisho. Tanzania na DRC mpo kwenye ushoroba wa kati, Central Corridor. Japo mna makubaliano mengine kutokana na ukubwa na umuhimu wa kibiashara kati ya Tanzania pamoja na DRC. Kwa ujumla ushoroba wa kati sasa hivi unaendelea vipi? Ushoroba wa kati sasa hivi kama ni mpira tunaweza kusema ni tishio, kwa sababu ni ushoroba ambao wakati fulani haukuchukuliwa kwa uzito wake, lakini tunaona katika kipindi cha miaka 3-4 hii umekuwa na nguvu sana. Kila mtu anatamani kufanya kazi na ushoroba wa kati. Tunashukuru wenzetu wa Secretariat wameweza kuunganisha hizi nchi, na nchi zilikuwa chache kwa sababu kijiografia nchi za ushoroba wa kati zimeongezeka, hata zile ambazo katika jiografia hii hazimo. Kwa mfano Malawi imeongezeka, Zambia imeongezeka, Southern Sudan wanasikilizia. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kwamba ni ushoroba ambao kweli una manufaa makubwa, na bandari ya Dar es Salaam inaamka sasa kuwa ni kinara kati ya bandari kubwa katika kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa hizi ikitoka Durban, mchuano mkali upo kati ya Dar es Salaam na Mombasa. Na tunaona kabisa kwa mikakati iliyopo ya serikali ya awamu ya 6, ndani ya miaka 3-4 Dar es Salaam itakuwa kinara. Nashukuru sana Profesa. Asante sana na karibu sana. Asante. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, huyo ni Profesa Godius Kahiarara ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi na ni mchumi pia, akitudadavulia vema makubaliano lakini pia ushirikiano wa kiuwekezaji na biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na Tanzania na hatua ambayo imefikia. Wekeza Tanzania, sisi ni watu wa site na tumefika Lubumbashi kujionea yale ambayo tunaambiwa kweli. TPA wana ofisi, tuambiwa kwamba kuna maeneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu. Lengo letu ni kufikisha site popote pale ulipo ili uweze kuona pia ambayo yanafanyika nje ya Tanzania. Kwa hiyo tutafika site. Tumeshamalizana na mtendaji, lakini tutafika site ili wewe mtazamaji uweze kujionea. Hii ni Wekeza Tanzania, tukiwa tunawezeshwa vilivyo na benki yako ya Kizalendo.